Karibu katika kipindi cha Wellness Tips. Leo tunakuletea makala maalum ya afya inayolenga kipindi muhimu katika maisha ya mwanamke kinachojulikana kama menopause. Katika mahojiano maalum kwa ajili ya jarida la afya Wellness Tips iliyoandaliwa na MediaWire Express na mtaalamu wa afya ya wanawake kutoka hospitali ya CCBRT, Dr. Anna Graham. Dr. Anna Graham ametoa maelezo ya kina kuhusu menopause, athari zake za muda mrefu pamoja na njia mbalimbali za matibabu. Kwa mujibu wa Dr. Graham, menopause ni kipindi cha kiasili kinachomaanisha mwisho wa uwezo wa mwanamke wa kupata ujauzito. Kwa kawaida hutokea karibu na umri wa miaka 51, ingawa wanawake wengi hupitia kati ya miaka 45 hadi 55. Menopause hutambuliwa rasmi pale mwanamke anapokosa hedhi kwa kipindi cha mwaka mmoja mfululizo. Daktari amefafanua kuwa kuna aina mbili kuu ya menopause. Menopause ya kiasili kutokana na mabadiliko ya homoni kadri umri unavyosonga mbele, huku menopause ya upasuaji ikitokea pale ambapo ovari zinapondolewa kutokana na sababu za kiafya ikiwemo saratani ya ovari. Kabla ya menopause kamili, wanawake hupitia kipindi cha mpito kinachoitwa perimenopause. Katika kipindi hiki, mzunguko wa hedhi huwa hauna mpangilio na mabadiliko ya homoni huanza kujitokeza. Hali hii husababisha dalili mbalimbali zinazoweza kuathiri maisha ya kila siku. Kwa upande wa dalili, Dr. Graham amesema zinajitokeza katika maeneo tofauti. Dalili za kimwili ni pamoja na joto kali la ghafla mwilini, jasho la usiku, maumivu ya viungo, ngozi kuwa kavu pamoja na mabadiliko ya nywele. Dalili za kisaikolojia ni kama wasiwasi, mabadiliko ya hisia, kupungua kwa kujiamini na ugumu wa kukumbuka mambo, hali inayojulikana kama brain fog. Aidha, mabadiliko katika mfumo wa mkojo na uke ikiwemo ukavu wa uke na maambukizi ya mara kwa mara kwa njia ya mkojo hujitokeza kwa baadhi ya wanawake. Afya ya kijinsia pia inaweza kuathirika ikijumuisha kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa au maumivu wakati wa tendo hilo. Zaidi ya dalili za moja kwa moja, Dr. Graham anaonya kuhusu hatari za muda mrefu, kupungua kwa homoni ya estrogen, kuongeza hatari ya magonjwa ya mifupa kama osteoporosis pamoja na magonjwa ya moyo. Estrogen ina mchango mkubwa katika kulinda mifupa na mfumo wa moyo, hivyo kupungua kwake kunahitaji uangalizi wa karibu wa kiafya. Kuhusu matibabu, anasisitiza kuwa mabadiliko ya mtindo wa maisha ni hatua ya kwanza. Mazoezi ya mara kwa mara, lishe bora, kudhibiti uzito, kupunguza msongo wa mawazo na kushiriki katika shughuli za kijamii husaidia sana kuboresha afya wakati wa menopause. Kwa wanawake wanaohitaji msaada zaidi, tiba ya homoni inayojulikana kama hormone replacement therapy au HRT imeonekana kuwa yenye ufanisi mkubwa katika kupunguza dalili. HRT inaweza kutolewa kupitia vidonge, mabanda ya ngozi ya gel au cream. Hata hivyo, matibabu haya hutolewa kwa tahadhari kubwa, hasa kwa wanawake wenye historia ya saratani ya matiti au magonjwa mengine yanayozuia matumizi ya homoni. Kwa wale ambao hawawezi kutumia homoni, zipo tiba mbadala zisizo za homoni ambazo zinaweza kusaidia kupunguza baadhi ya dalili, ingawa ufanisi wake hutofautiana sana kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Dr. Graham anahitimisha kwa kusisitiza kuwa hakuna tiba moja inayofaa kwa wanawake wote. Kila mwanamke anahitaji tathmini za kibinafsi ili kupata huduma inayolingana na mahitaji yake. Zaidi ya yote, mazungumzo ya wazi, msaada wa familia na jamii, pamoja na ushauri wa kitaalamu ni nguzo muhimu katika safari ya menopause. Kwa kuelewa vyema mabadiliko haya, wanawake wanaweza kulinda afya zao za muda mrefu na kuishi maisha yenye ubora hata baada ya kipindi cha menopause. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Wellness Tips iliandaliwa na MediaWire Express na mimi ni Joseph Mwanawaisangura.